Siku moja baada ya kuanza kutumika kwa daraja jipya la Kigamboni liliopo eneo la Kurasini jijini Dar es Salaam, baadhi ya wananchi wametoa maoni yao kuhusu kufurahishwa na kuanza kutumika kwa daraja hilo, huku wengine wakielezea kuathirika kwa biashara zao kutokana na kupungua kwa idadi ya abiria waliokuwa wanatumia kivuko cha feri. Mwandishi wetu Angela Msangi ana taarifa zaidi. Eneo la kivuko cha feri jijini Dar es Salaam ambalo limezoeleka kuwa na foleni kubwa ya magari ya watu wanaovuka kwenda katika eneo la Kigamboni nje kidogo ya jiji la Dar es Salaam, hususan siku za mwishoni mwa juma. Msongamano wa magari uliokuwepo awali ulifanya shughuli nyingi za watu wavukao kwenda Kigamboni na mjini kusuasua kutokana na kutumia muda mrefu, lakini leo imekuwa ni tofauti, kwani baada ya kuanza kwa daraja jipya, baadhi ya wananchi hususan wanaovuka na magari wamebadili njia na kuvuka kwa kutumia daraja jipya. Katika mahojiano na baadhi ya wakazi wa eneo hilo na watumiaji wa kivuko, wameeleza namna daraja itakavyorahisisha shughuli mbalimbali. Kama mkazi wa Kigamboni, kwa kweli nimeifurahia sana, kwa maana kwa sasa dakika chache tu unafika mjini na mambo yako yanaenda vizuri kabisa. Kuna wakati maisha ya Kigamboni yalikuwa magumu sana kutokana na kivuko. Wafanyabiashara wengi wakileta vitu huku vinapanda juu, wanasingizia kivuko iko juu. Sasa hivi kwa kweli tuna amani tele. Leo ikiwa ni weekend, naona hali imekuwa nzuri kwa sababu tukijaga weekend hapa tunasimama hata masaa mawili. Naona watu wengi sana sasa hivi wameanza kutumia hilo daraja jipya. Kwa hiyo inaturahisishia hata sisi kama una shughuli kutaka kuvuka kwenda upande wa pili, inakuwa ni rahisi, unaenda unafanya unarudi mara moja. Lakini kwa upande wa wafanyabiashara imekuwa tofauti, kwani mmoja wa wafanyabiashara niliyezungumza naye ameonyesha wasiwasi kupungua kwa wateja katika biashara yake. Toka daraja limefunguliwa, kwanza sisi tulikuwa tunategemea sana asilimia kubwa foleni, kwa sababu watu wa kule ng'ambo wengi walikuwa wanapaki magari yao kule, wanashuka, wakija huko wanachukua taksi, wanaelekea maofisini sehemu mbalimbali. Sasa kutokana na sasa hivi daraja limefunguliwa, kule watu wanazunguka waji. Kwa jana hata foleni ilikuwa hamna, maana Jumamosi huwa tunategemea sehemu hii hapa huwa kuna foleni sana, kwa sababu asilimia kubwa watu wengi wanakwenda huko Kigamboni, wana mashamba yao, wana majumba yao, wengine wanakwenda bichi nini. Lakini jana wamezunguruka, wamepitia kule darajani, kwa kweli kwa foleni kulikuwa hamna kabisa. Daraja la Kigamboni lilogharimu kiasi cha dola milioni 133 sawa na shilingi bilioni 283 litazinduliwa rasmi Aprili 19 na Rais Dr. John Magufuli. Hii ndio hali halisi iliyopo katika eneo la feri upande wa mjini, ambapo sehemu hii magari yalikuwa mengi yakisubiri kwa ajili ya kuingia katika vivuko kwenda eneo la Kigamboni. Nikiripoti kutoka hapa, mimi ni Angela Msangi wa TBC.